Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Januari 30, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Yeye anayesimama karibu sana na Kristo ndiyo atakuwa yule aliyekunywa sana duniani roho ya upendo wake wa kujitoa kafara, upendo ambao hautakabari, haujivuni, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 aya ya 4 na ya 5. Upendo unaowavuta mitume kama uliomvuta Bwana wetu kutoa vyote na kuishi na kufanya kazi na kutoa kafara hata mauti kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Roho hii ilidhihirika katika maisha ya Paulo. Alisema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, kwa maana maisha yake yalimdhihirisha Kristo kwa watu, na kufa ni faida, faida kwa Kristo. Kifo peke yake kingedhihirisha nguvu ya neema yake na kuwaleta watu kwake. Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Wafilipi 1:21 na aya ya 20. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa 156 na 157. Wakati si mbali sana ambapo kila nafsi itajaribiwa. Alama ya mnyama italazimishwa juu yetu. Wale ambao wamekubali matakwa ya ulimwengu hatua kwa hatua na kupatana na desturi za ulimwengu, halitakuwa jambo gumu kwao kujisalimisha kwa wenye mamlaka, badala ya kujitiisha kwa dhihaka, matusi, kutishiwa, kutiwa gerezani na kifo. Wakati wengi wa ndugu wa uongo watakapojitenga na walio wa kweli, ndipo waliofichwa watakapoonekana wazi, na wakiimba hosana chini ya bendera ya Kristo. Wale ambao wamekuwa waoga na wasiojiamini watajitangaza wazi wazi kwa ajili ya Kristo na kweli yake. Wale walio dhaifu zaidi na wanaositasita ndani ya kanisa watakuwa kama Daudi, tayari kufanya na kuthubutu. Kadiri giza linavyozidi kuwa nene kwa watu wa Mungu, ndivyo nyota zinavyozidi kung'aa. Shetani atawashambulia sana wale walio waaminifu, lakini katika jina la Yesu watatoka wakiwa zaidi ya washindi. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 5, ukurasa 81 na 82. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Fikiria juu ya onyo katika nukuu hapo juu kuhusu wale ambao wamekubali matakwa ya ulimwengu hatua kwa hatua na kupatana na desturi za ulimwengu. Hilo linaweza kujumuisha nini? Jadili jinsi hili linavyoweza kutumika si tu kwa mtu mmoja mmoja, bali kwa kanisa kwa ujumla. Swali la pili. Mungu anasema, wanaoniheshimu nitawaheshimu. Samueli wa kwanza sura ya 2 aya 30. Tunamheshimu Mungu kwa njia zipi? Je, ni sawa na kumtukuza? Ufunuo 14 aya 7. Kwa nini na kwa nini sivyo? Swali la tatu. Tunawezaje kuelewa dhana ya kuutimiza uokovu wetu wenyewe pasipo kuanguka katika mtego wa kuwa wapumbavu wa sheria? Hii ni Januari 30, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya somo la 5 robo hii, somo linalosema kuangaza kama mianga usiku. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu
na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.